Shalom, 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 taifa la Mungu, shalom. Kwanza nawapongeza sana wote ambao mpo kwenye mfungo Ramadhani na Kwaresma. Lakini leo nataka niseme jambo moja ambalo litawajenga pia. Kwa nini tunafunga? Kufunga kwamba tunajiandaa kuingia katika toba, yani manake tunaacha yote, tunakaa katika hali ya kuingia kwenye toba, kumwambia Mungu atusamee maovu yetu, atusamee, rudishe moyo wake nyuma, atusamee. Kwa lugha nyingine, ukisoma Nehemia 1 mstari ule wa kuanzia mstari ule wa 2 na kuendelea, Mungu anamwambia anasema yeye kwamba kwa nini Mungu ambaye anaweza kuwa ni mtu mwenye hasira? Hapana, kwa sababu angalia, Waisraeli wamemkosea sana, lakini leo hii watakaporudi nyuma na kutubu na kuiacha yale maovu yao, anawaambia mimi nitawakumbuka na nitawarudia tena. Tumefanya maovu mengi sana, tumeweza kumkosea Mungu sana. Je, ushawahi kukaa siku ukasema ninafunga kwa ajili ya kuomba toba? Ndio maana nawapongeza kwamba sasa wameweza kutulia na kuweza kufunga na kuomba toba. Lakini kuna watu wengi leo hii wanafunga kwa matakwa yao wenyewe, sio kwa ajili ya kuomba toba, na wanajikuta wengi wanakaa njaa. Kwa lugha nyingine, unajua unapofunga usipofuata zile taratibu, ni sasa unakaa njaa au unashinda njaa. Maandiko yanasema katika Isaya ile 58 mstari ule kuanzia mstari ule wa 4, soma ukianzia mstari wa 3 na kuendelea, utaona pale nakwambia swahumu hii ndiyo Bwana aliyechagua. Kwa hiyo ukiangalia kuna mambo mengi sana pale, kuhudumia wajane, yatima, kuwasaidia na kuwasaidia wengine wasiojiweza. Pia amesema sio kwa ajili ya mashindano, vitu kama hivyo. Lakini sasa kitu ambacho kinachonikera kwamba mtu mwaka mzima anatumia mwezi mmoja tu afunge kwa ajili ya toba, alafu akifungua anakwambia kuna kuvunja jungu, wanarudi tena kwenye dhambi. Sasa ina maana gani kwamba wewe umefunga? Si bora ungeacha kabisa, kwa sababu toba uliomba toba. Sasa toba hiyo umeomba ya nini? Sasa kati kulikuwa kwenye kifungo cha kwa ajili ya kumwomba Mungu akusamee makosa yako, na Mungu ashakusamee. Sasa unarudi tena kwenye dhambi. Kwa hiyo hii ndio inawatesa sana watu, na watu wengi hawajui kwamba hawafungi kwa kumpendeza Mungu, wanafunga kwa kuwapendeza watu, wanafunga kwa kuheshimu dini yao, sio kwa ajili ya kuheshimu Mungu. Na wakifungua wanaendelea na maovu. Sasa ndio maana niko nawaambia, naeleza nyinyi mashehe, naeleza nyinyi wachungaji, naeleza nyinyi mapadri na watu wengine, kwa nini msiwafundishe watu kwa habari ya kufunga na kuwaeleza kwa kufunga sio kama watu wanafanya viaka. Ndio mimi nasema hivi, kama viaka, mwaka mzima umetenda dhambi, umefanya haya, sasa umeamua kutulia kuweza kutubu dhambi zako, alafu mwisho wa siku baada ya kufungua unarudi na kwenye dhambi. Ni bora usingeweza kufanya mambo. Umeelewa vizuri? Unapofunga unakabidhi maisha yako Mungu na kumwambia Mungu, tazama mimi nimejichafua, tazama mimi nimepitia mambo mengi, tazama mimi Mungu nimekuuzi kwa asilimia kubwa, ninaomba Baba unisamee,
ninaomba futa jina langu kitabu cha hukumu, bali andika jina langu kitabu cha uzima, ili nami niwe mpya sasa, nikutumikie wewe tena, nikae katika hali ya usahihi, nikae katika hali ya kuwa msafi. Bwana, naomba uniondoe na takataka zote ambazo zilikuwa mbele yangu. Shamaliza hivyo, unaendelea kuishi maisha matakatifu. Ukifunga, ukitubu, hakikisha unaendelea kuishi maisha matakatifu. Ndio maana ukisoma katika Matendo ya Mitume ile 2 mstari wa 38, Paulo mtume Petro anasema kwamba tubuni na kuiacha dhambi. Tubuni na kuiacha dhambi. Kwamba funga, utubu na uiache dhambi. Mungu akubariki sana. Ninaomba kabla hujasubscribe channel yangu, ninaomba please na kuomba sana subscribe channel yangu ili kuweza kupata masomo kama mazuri. Mungu akubariki sana. Naitwa Prophet Enoch Jamole, ni mchungaji wa kanisa la New Life Gospel Community Church hapa Malela. Ninawakaribisha sana. Ninawapenda. See you.